Hujambo na karibu ndani ya JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni ambacho kinarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapo unapata taarifa za haraka, za kina na uhakika kabisa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo unapata taarifa za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huwa tunakuletea uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumapili, Mei 10, 2026. Tulionayo hii leo. Chini ya uongozi wa AFC M23, zaidi ya wakimbizi 350 wa Rwanda warejeshwa kutoka Goma kwenda nchini mwao Rwanda na shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kusema kwamba yuko tayari kugombea muhula wa 3 kama wananchi watamruhusu kufanya hivyo, kauli hiyo imezusha maoni mseto ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upinzani nje ya nchi unasemaje? Constitution iliandikwa 2 manda unatoka, Chagisi Kabila alifanya, alita brigade naye kama vile anata brigade 3e manda, population congolaise ilikataa. Huyo ni Jacques Wayalala, utamsikia baadaye kwa ndani zaidi. Na wanachama na viongozi kadhaa wa chama cha Alliance des Forces Démocratiques du Congo AFDC kinachoongozwa na aliyekuwa rais wa Senate Bahati Lukwebo walikamatwa Ijumaa. Kuna hayo na mengine mengi, na kumba twende sote hadi tamati. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina kabisa taarifa zetu. Wanachama na viongozi kadhaa wa chama cha Alliance des Forces Démocratiques du Congo AFDC kinachoongozwa na aliyekuwa rais wa Senate nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Modeste Bahati Lukwebo walikamatwa Ijumaa mjini Kinshasa na kupelekwa katika makazi ya kijeshi ya rais yaliyopo katika eneo la Cité de l'Union Africaine, kwa mujibu wa taarifa ya chanzo hicho. Alice John na ripoti kamili. Wanachama na viongozi kadhaa wa chama cha Alliance des Forces Démocratiques du Congo AFDC kinachoongozwa na aliyekuwa rais wa Seneti Modeste Bahati Lukwebo walikamatwa Ijumaa wiki hii mjini Kinshasa na kupelekwa katika makazi ya kijeshi ya rais yaliyopo katika eneo la Cité de l'Union Africaine, kwa mujibu wa taarifa ya chama hicho. Kwa mujibu wa waraka huo uliosainiwa na mkuu wa mawasiliano wa AFDC Hilaire Kasusa Kikobya, makamu wa rais wa kitaifa wa chama hicho na mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya Institut National pour l'Étude et la Recherche Agronomique INERA, alikamatwa alipokuwa akirejea kutoka Brazzaville kupitia Beach Ngobila, kituo kikuu cha usafiri wa majini kati ya nchi mbili za Kongo. Wanachama wengine waliotajwa kukamatwa ni pamoja na wakili Jean-Claude Pukuta Kwala, pamoja na Yvonne Yanga, Valeri Ilunga, Mardoshe Kankonde, Arnold Kalie na Bosco Kibata. Taarifa hiyo inasema wanachama wote waliokamatwa walipelekwa katika makazi ya kijeshi ya mkuu wa nchi yaliyopo Cité de l'Union Africaine, huku ikiongeza kuwa sababu za kukamatwa kwao bado hazijajulikana. Cité de l'Union Africaine ni eneo lililoko magharibi mwa Kinshasa ambako kuna ofisi na baadhi ya miundombinu ya kiusalama inayohusiana na uraisi wa Kongo. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka za DRC kuhusu tukio hilo. Kukamatwa huko kunajiri wakati wa mvutano wa kisiasa unaomhusu Modeste Bahati Lukwebo, mmoja wa viongozi wa muungano wa Union Sacrée unaomuunga mkono Rais Felix Tshisekedi. Hivi karibuni, Bahati alijiuzulu nafasi yake ya makamu wa pili wa rais wa Seneti, lakini akasisitiza kuwa anaendelea kuwa mwaminifu kwa Rais Tshisekedi na kubaki ndani ya muungano wa Union Sacrée. Ni ripoti yake Alice John. Chini ya usimamizi wa kundi la AFC M23, zaidi ya wakimbizi 350 wa Rwanda warejeshwa kutoka Goma kwenda nchini mwao na UNHCR. Brian Albert na ripoti kamili. Jumla ya wakimbizi 359 wa Rwanda walirejeshwa Ijumaa ya tarehe 8 Mei mwaka huu kwenda Rwanda kupitia mpaka wa Grand Barriere mjini Goma, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Operesheni hiyo iliandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa kushirikiana na mamlaka za waasi wa AFCM 23. Kwa mujibu wa takwimu za UNHCR, wengi wa familia hizo walikuwa wanaishi katika maeneo ya Masisi na Ruchuru. Walikimbia Rwanda mwaka 1994
wakati wa mauaji ya kimbari, na walikuwa wameishi kwa zaidi ya miongo miwili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa waliorejeshwa wamo watu waliozaliwa DRC na wazazi wa Rwanda, ambao sasa wamefariki dunia na kuzikwa katika ardhi ya DRC, pamoja na wengine waliowasili DRC mwaka 1994 wakiwa bado watoto. Baada ya kuvuka mpaka, wakimbizi hao watapelekwa katika kambi ya mpito ya muda ya Nyarushishi iliyopo wilaya ya Rusizi, ambako watapokelewa, kuhudumiwa na kuhifadhiwa kwa muda kabla ya kuhamishiwa maeneo yao ya makazi. Urejeshwaji huo ni sehemu ya mpango mpana wa kurejea kwa hiari ambao umewezesha zaidi ya wakimbizi 4,000 wa Rwanda kurejea nchini mwao katika mwaka 2025. UNHCR inaeleza kuwa operesheni hizo ni sehemu ya jukumu lake la kutafuta suluhisho la kudumu kwa wakimbizi wa Rwanda, licha ya mazingira ya kisiasa yanayoonekana kuwa magumu kati ya DRC na Rwanda. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa pia limeeleza ushirikiano wa pamoja kati ya DRC na Rwanda katika kusaidia kurejea kwa hiari kwa wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao ndani ya nchi kuelekea maeneo yao ya asili. Aidha, limesisitiza umuhimu wa kuhakikisha upatikanaji salama wa misaada ya kibinadamu bila vikwazo, pamoja na kulinda haki za watu wanaohusika katika mchakato wa kurejea. Kwa upande mwingine, mwezi Oktoba 2025, waziri wa Rwanda anayeshughulikia masuala ya dharura, Jenerali mstaafu Albert Murasira, alitangaza kuwa kati ya Agosti na Septemba 2025, wakimbizi 1,033 wa Rwanda walirejeshwa kutoka DRC kwenda Rwanda kufuatia mkutano wa pande tatu uliofanyika Addis Ababa. Wakimbizi hao waliongezeka juu ya wengine 3,974 waliokuwa tayari wamerejeshwa katika miezi iliyotangulia. Taarifa hiyo ilitolewa wakati wa kikao cha 76 cha kamati ya utendaji ya UNHCR kilichofanyika Geneva, Uswisi. Ni ripoti yake Bria Albert. Na mwishowe kabisa ni kuhusu kauli ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ambaye alidai kwamba anaweza kagombea muhula wa 3 kama wananchi wa DRC watamruhusu kufanya hivyo. Kauli hiyo ya Rais Felix Tshisekedi imezua maswali mengi sana ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pinzani ambao wanapatikana nje ya nchi, una maoni gani? Jacques Alala ni mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha IDC kutoka Afrika Kusini. Kwa mtazamo wetu, ku speech ya President Felix uendelea na madaraka manda ya 3, ile ni uongo. Ile mtazamo wa IDC ilifo kama yeye 2 manda naisha atoke, hakuna 3e manda ya haiko. Yeye ndio mkongomani, haiko ite pesa ndio parti yenye napashwa lide, aache apatie wengine chance ya kulide. Ile ndio demokrasia na ndio kisi constitution nasema, na ile constitution ile nili ilimpatia madaraka, ile ndio inasema 2 manda ni mtu anatoka. Hata urudisha wakongomani tena ku dictatorship, ku dictature ile ya Mobutu ya iko ku pouvoir. Constitution iliandikwa 2 manda unatoka. Sagisi Kabila alifanya, alita brigade naye kama vila na ta brigade 3e manda, population congolaise ilikataa, kamwambia 2 manda inasufiri atoke. Na hakuna mkongomani mwenye ataitika ile ya brigade ingine 3e manda kama akuatendre objectif yake, ni aventure yake na parti ya IDPS. Na awe satisfait endapo atasimamia huo msimamo wake wa kusema kwamba wananchi wa kuimruhusu kuweza kugombea muhula wa 3 atagombea, ninyi mtafanya kitu gani kuweza kumzuia? Haiko raia njuta mruhusu, ni yeye na IDPS walisha tele msimamo juu anajaribu kugeuza constitution yetu ya nchi. Italeta fujo. Ile vita haesa itakuwa vita, kutakuwa vita ya kweli. Itakuwa vita juu wakongomani hawataitika ile. Hawataitika. Akipima kubrigade kuforce hebu na parti ya IDPS, ni fujo itafika Mkongo. Juu wakongomani hawataitika. Wakongomani wanashukuru kwa vyote vyenye alifanya, aachie wengine waendeleze. Kugeuza katiba asisubutu. Juu anapenda ageuze katiba kwa malengo ya kuongeza manda yake 3e manda.
na ile krize haitaingia tena. Tuko na krize moja ya vita yenyiko ku este yenye akumaliza yenye aliingiza kumaliza tena ingiza ingine krize constitutionnelle. Ile ni coup d'etat constitutionnel na hakuna mwenye atamwitikia. Sasa Ni wenyewe wanamsipote ile ndani na nje ya nchi mtafanya kitu gani au au mtatumia mbinu gani kuweza kumzuia endapo atasimamia hapo ambapo amesemea? Na wakongomani walikamata mbinu gani kwa kumfukuza Kabila? Wakongomani walichukua mbinu gani kwa kumfukuza, kwa kumkataza kwa Kabila asiende troisième mandat? Ile mbinu ile wakongomani ndio watachukua. Inasemekana Joseph Kabila rais mstaafu aliacha mwenyewe. Hakuna mwenye aliacha mwenyewe. Kabila alikuwa anapenda yeye peke kutoka. Ni vita yenye ni wakongomani wenyewe walikataa. Hatutaki wewe endelee na ingine troisième mandat kwa. Na aliona pression yenye alitiliwa na wakongomani ndio maana aliacha. Joseph naye hakukuwa anapenda kuacha kama yeye vile. Sasa yeye anaingia chini ya raia. Hakuna raia nina motorize raia na motorize aende na troisième mandat. Ile ni violation ya constitution. Katiba tunajua kwamba kuna mswada ambao alipewa manda ya kwanza, akapewa manda ya pili kwa ajili ya kura ya maoni, na watu inasemekana kwamba unafanywa kazi mpaka sasa. Inaonekana rais aliye madarakani Felix Tshisekedi ni kama ili swala yuko serious nalo sana ile. Iko anapenda abuse ya pouvoir hebo na chama yake ya UDPS. Kisha na wanampitia ndani ya raia. Hiyo ni abuse de pouvoir yenye anatafanya. Kumodifier constitution kisha nasema kama population inamupatia kuna population yenye itamotorize endelee na troisième mandat. Seulement ni yeye lengo yake na chama chake cha UDPS. Yenye nataka kufanya vile. Ku violer constitution. Ku abuse pouvoir mu Congo. Il n'y a pas l'autorisation du peuple. Ni bongo yake. Bongo ya UDPS, bongo yake. Na kasema kwamba wakati akizungumza na wanahabari alisema kwamba kuna uwezekano uchaguzi usifanyike mwaka 2028. Mtazamo wako? Ile njoo iko kumtazamo wangu. UDPS na rais wake Felix hawatake ile nani election faniki. Juu hivi sasa marole mengi anza kila kitu lakini hakuna kitu. Wanasema kuna pesa, uongo. Wanaiba pesa nyingi sana zenye wanachezea. Kisha pesa za election ndio zitakosa. Pesa za election zitakosa. Na zenye wanaiba nyingi sana. Wanakula peke zao. Ni ile ni krizi yenye wanataleta. Na UDPS ijue na Felix walikuwa wanaleta krizi wakati ya Mobutu. Na ile krizi itatoka tena muhimu wakati yao. Vile gisi walikuwa naleta krizi pendant l'époque Mobutisme. Na krizi itatoka hivi kwa hivi gisi wako madaraka. Juu fimbo yenye wewe ulipiga mbanda yako usitie ndani ya kitanda itakupiga na watapigwa na ile fimbo sasa. Sasa mheshimiwa, kama wananchi wengi wataunga mkono muhula wa 3, je, ninyi kama upinzani mtaheshimu sauti ya wananchi au mtaendelea kupinga? Mimi nakwambia hakuna sauti ya raia yenye nasema endelee na mandani, yeye ndio anasema vile na UDPS. Hiyo ni kizingizio. Hakuna raia yetu ya Kongo nasema yeye aendelee na manda. Ni wao wa member wa UDPS na Felix njoo wanasema vile. Kisha wanazingizia raia. Hakuna raia mwenye alisema yeye endelee na manda. Ni watu wa UDPS njoo wanalalamika hivyo. Wa member viongozi vya UDPS njoo vinapika kelele kwa media raia inataka endelee. Njoo anataka violer. Hakuja kuwa raia inaambia Felix wala UDPS iendelee kwa madaraka. Ni uongo. Unajua kuna mswada ambao tayari uko bungeni ni kuhusu kura ya maoni. Marekebisho ya katiba haiwezi kufanyika kama hakuna kura ya maoni, na tumeambiwa mswada tayari wa kura ya maoni upo bungeni na umepokelewa. Yawezekana unafanywa kazi mpaka sasa. Swali kubwa ni kwamba endapo muhula wa 3 utaidhinishwa, nini kama upinzani mnajipangaje kisiasa ili kushindana na Rais Felix Tshisekedi katika uchaguzi ujao? Nadhani mimi narudilia kwa swala hii. Wale wabunge kama wanapenda raia yao na nchi yao wasisubutu kupitisha Felix aende ku troisième mandat. Juu opposition yote mkongo haikubaliani na hilo. Na fuchi tafika mkongo. Ile ni kweli.
raia ndio nguvu za nchi. Kabila alikuwa nguvu, alikuwa na askari, alikuwa na jonea askari, lakini alitoka na askari zilikuwa pale na yeye ilikuwa anapiga kelele, angalia tuna kuko wageni wanatuingilia mule, yeye hajafanya kitu. Sasa yeye atashinda nguvu za raia yetu, na wabunge wetu wasisubutu juu wanapewa pesa na Tshisekedi wapitishe ile muhuri. Wataleta hatari, wataleta vita. Juu wao walishakuwa na pesa, watakimbia wakati vita itafika munani mwinchi yetu. Sasa raia yenye itateseka pale, ukiwa vita, ukiwa maviolation, ile raia yenye itapata ile hasara, watakuwa wa responsable. Hii ni na message natuma kwa wabunge wetu. Wasisubutu kupitisha ile katiba. Aseme tena Rais Felix apite 3e mandat. Apita uwezekana fuji tafika. Na tunasema ni haki. Neno la mwisho lenye nilikuwa napenda niongeze hapo ni swala ya nilisikia tena ku speech yake yenyewe gisa alisema hii swala ya wakimbizi wa Nyarwanda wenyewe wanaitwa Nyamulenge. Sio wakongomani tukubaliana ile. Kongo hakuna etinia Banyamulenge. Tunajua kama kuko Wanyarwanda wakimbizi wa Nyarwanda wenyewe walikimbia kwao wanaikaa huko Kongo. Kuna wamoja wa Wanyarwanda Watusi wenyewe wanapata wako na nationality ndani ya nchi yetu. Lakini wengine wangali tu wakimbizi. Wangaliki wakimbizi wa Kinyarwanda. Yeye anakuwa anasema tuko na wandugu Wanyamulenge wa Kongomani. Ile etinia tuna nayo. Kusud Kivu, ku est ya Kivu, kusud Kivu, wala dans la zone de Fizi. Na tunapenda yeye aache ile. Aache. Hatuna Wanyamulenge wa Kongomani. Tuko na Wanyarwanda wakimbizi. Na ile nayo italeta shida kwenye tuko ndani ya nchi. Na ile ndio inatuletea shida. Juu wao ndio wanatuagrese. Wao ndio wanatuagrese. Wale Wanyarwanda wenyewe wanasema ni Wanyamulenge. Wanajipachika jina yenyeko yao. Na ile tutaitika. Tutaitika hasa si watu wa est. Dans la région ya Sud Kivu. Dans la zone ya Fizi na Uvira. Tutaitika ile yenyewe anakonfirme yeye wale Wanyamulenge ni Wakongomani. Hatuna etinia ya Banyamulenge Mkongo. Na ile njoo inawasha moto ile. Ile njoo inawasha moto Mkongo kwa est. Ni Jacques Alala huyo ambaye nilifanya naye mahojiano hivi punde, na ni mwisho kabisa wa habari zetu. Naitwa Bedi Jean de la Croix, nikutakie weekend njema. Alamsiki.